Sijawaleteni neno, niko na mambo mengi sana, na tangu niende Tanzania ni kama nimeambiwa sasa nihubiri kwa Kiswahili. Sasa ninaona ni kama mahubiri yangu, wacha tu nihubiri kwa Kiswahili. Utanisomea Biblia ya Kiswahili mahali, chukua Biblia ya Kiswahili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na vile dada Nicola ameng'ang'ana kuhubiri kwa Kiswahili, wacha hata mimi pia ning'ang'ane kuhubiri kwa Kiswahili, na najua kwamba tunaenda kubarikiwa. Haleluya. Na pokeeni salamu kwa wingi sana kwa kanisa la Ecclesia Believers Church kule Dar es Salaam. Huko ndio nilipokuwa Jumapili iliyopita. Walituma salamu, pokeeni salamu zao katika jina la Yesu Kristo. Wanawapenda sana, na nashukuru sana kwa wale ambao mliomba pamoja nami wakati ambapo nilikuwa kule, na niliweza kupata neema kubwa sana katika mji ule wa Dar es Salaam. Haleluya. Kongamano lilikuwa kubwa sana. Tulikuwa na watu zaidi ya 500 ambao walitoka katika eneo lote kubwa la Tanzania, na pia kutoka mji ambao unaitwa Msumbiji. Msumbiji mnajua ni mji gani? Mozambique. Kwa Kiswahili inaitwa Msumbiji. Na kwa neema kubwa ambao Mungu amenijalia, baada ya kila kitu, wapendwa wameniomba kwamba nirudi huko. Hata wengine walikuwa wanataka nibaki huko. Haleluya. So narudi kule kwa mkutano wa wachungaji, na narudi huko pia kwa wiki nzima. Mkutano huo utakuwa mwezi wa 9, na tarehe tayari wameshanipa, kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 11 nitakuwa kule, na nitakuwa katika mji mwingine ambao unaitwa Morogoro. Hapo ndipo nitakuwa, na nitakuwa na hudumia wachungaji ambao watakuwa wametoka katika taifa lote la Tanzania, na pia kutoka Msumbiji nitakuwa na wachungaji zaidi ya 100. Haleluya. Sio ni neema kubwa? Na mbona nipigie makofi? Ama uko na wivu? Haleluya. Wapendwa, mniombee niweze kutoka nje. Unajua ninapotoka nje ndio utakuwa na nafasi ya kuhubiri hapa. Nikiwa hapa hautapata nafasi. Naona nimefika, naambia Pastor Bella, ananiambia utahubiri. Nikamwambia mimi hata nimechoka, sitaki, lakini akasema lazima nihubiri. So nashukuru sana Mungu kwa hayo ambayo anatenda. Ni ushuhuda mkubwa. Pia niko na ushuhuda mwingine ambao ningependa nitoe. Nimeona kijana wangu Milton, hebu simama. Kuja hapa. Tumpigie makofi anapokuja. Napenda sana huyu kijana, na ninapomuona naona ushuhuda mkubwa. Haleluya. Kuja hapa. Kwa wengi ambao mjui huyu kijana, mimi ninapomuona naona muujiza. Haleluya. Na kuna wakati fulani, wakati nilipomjua, haungejua ya kwamba huyu kijana anaweza kuwa vile alivyo hivi. Na mwaka jana tuliomba na yeye kwa ajili ya mtihani. Haleluya. Last year tulikuwa na candidates wangapi ambao wanakumbuka, ambao walifanya form 4? There were 2, si ndio? Na I want to tell you, nataka niwaambie kwamba hao wote wawili walipita mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Na wanaenda university, na mmoja wao ni huyo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati amekuwa hapa nikamuuliza, kwambia Milton ulipata ngapi? Akaniambia marks za kwenda university. I was just excited. Na nikasema kwamba nitamshtua tu, lakini nataka niwaambie kwamba hakika kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninapoona huyu kijana amesimama hapa hivi, kama hamjui the history of Milton, kuja niulize ama muulize. Wala ambao tulianza kanisa kule juu, mliona Milton alikuwa kwa state fulani ambayo alikuwa mgonjwa, hangeweza hata kufanya mtihani.
huyo kijana alikuwa boarding school, ikabidi atolewe boarding school kwa sababu ya magonjwa, akaletwa day school. But licha ya hayo yote, ninapomuona kwamba amefanya mtihani na amepita, I just give glory to God. There is a God in heaven. Hallelujah. Nakumbuka alikuja hapa na mama yake akaniambia, was it katikati ya wiki, ndio? Akaniambia, Dad, just pray for me before I go and do that exam. Na tukaomba na nikamwambia unaenda kupita. Na haijalishi magonjwa hayatakuwa sehemu yako. And I thank God kwamba kuna ushuhuda. Hallelujah. God bless you so much. Amen. Ninapomuona, hebu tumpigie makofi anapoketi. Hakika vile tumefunzwa asubuhi kwamba God answers prayer. Hakika Mungu anajibu maombi. Hallelujah. Na vile vile pia naona mke wangu ako pale nyuma. Hebu simama ukatoe ushuhuda. Hallelujah. Unaweza ongea? Hata ukiongea tu ukimaliza, mimi naweza ombea watu tuende nyumbani. Tumpigie makofi anapokuja, tumpe microphone. This is what God is able to do. Na tunapoendelea kumtumainia Mungu, najua kwamba Mungu anaenda kumbariki na anaenda kumuinua. I bless the Lord ninapomuona amerudi kanisani na anaweza kukaa kwa kiti kwa muda mrefu. Amekuwa akilala tu. So let's hear something from her. Asifiwe tena. Nashukuru Mungu. Hakika Mungu ni mwaminifu. Nawashukuru sana kwa upendo wenu. First nashukuru familia yangu. Nashukuru mume wangu kwa kujitolea kabisa. Najua saa zingine ukuwa mgonjwa na mtu akushikilie mkono, uponyaji inakuwa rahisi. Kwa hivyo nataka kuwashukuru nyote kama kanisa. Mlinitembelea pale hospitalini, wengine mlifika hata nyumbani. Wengine mkanitumia jumbe za kunihimiza, mkaniombea. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Nakumbuka nimekuwa mgonjwa kwa muda mrefu. Kuna wengi ambao walikuwa wanajua, kuna wengine hawajui. Ni ile mtu anajikaza tu. Bwana asifiwe. Amen. Lakini ikafika wakati nikasema hapana, tutaendelea hivi. So kuna wagonjwa walikuwa wananicheka pale hospitali wakiniambia mwenyewe umejileta. Bwana asifiwe. Amen. Hakika mwenyewe nilijipeleka hospitalini, na nilipojipeleka huko akaniambia haurudi nyumbani. Bwana asifiwe. Amen. Sitaongea mengi, lakini nakumbuka before niende hospitalini nilikuwa nimeenda mlimani kwa maombi, na nilikuwa na maombi kabisa haswa ambayo yalikuwa yananisukuma. Ilikuwa juu ya uponyaji wangu na uponyaji wa mtoto wangu. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mambo mengi niliombea, lakini hayo yalinisukuma sana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nakumbuka wakati ambapo niliambiwa kwenda theater, ilikuwa tarehe 20 last month. I had lost hope. Bwana asifiwe. Kuna wakati nilipoteza tumaini kabisa. Nikaona nikana kwamba, najua saa zingine unapitia mambo unaona ni kama unatumikia Mungu na ni kama hakujali, lakini sio hivyo. Nakumbuka Mungu akinikumbusha maombi ambao niliomba pale mlimani. Bwana asifiwe. Alinikumbusha kwa wazi kabisa, na nikakumbuka sauti ikiniambia kwamba be still and know that he is God. Na nikakuwa tu mtulivu, si kuogopa lolote, na nashukuru Mungu kwa maana amekuwa mwaminifu. Si wengi wanapitia hali hiyo na wanatoka kuwa salama. Bwana asifiwe. Wale ambao wametazama picha ambayo nilifanywa upasuaji, ni picha ambayo inatisha sana. Bwana asifiwe. Ukitaka kuiona ni sawa, utaiona iko kwa simu yangu. So Mungu azidi kuwabariki. Vile mama amesema kwamba maombi inafanya kazi. Hakika maombi inafanya kazi. Bwana asifiwe. Amen. Wakati ambapo nimekuwa mgonjwa, wakati mwingi sijakuwa, unajua kuwa mgonjwa saa zingine uombi ile maombi, unaomba tu ile kama ya kula chakula. Bwana asifiwe. Lakini ukipata watu wakikushikilia kwa maombi, unakuwa na nguvu zaidi. So mwenzako akikuwa mgonjwa na kuambia kwamba nishikilie kwa maombi, fanya tu hivyo. Kwa maana anajua kwamba ako sehemu ambayo hawezi jisimamia mwenyewe. Usipuuze. Bwana asifiwe. Amen. Wakati ambapo nimerudi kutoka hospitalini kuwa nyumbani, saa zingine nimekuwa nikisumbuliwa usiku sana, na haswa imekuwa kuhusu kanisa. Hata nimekuwa nikiambia mume wangu. Na vile mama amesema tuombe. Bwana asifiwe. Tuinuke kama kanisa na tuombe, na Mungu atatusaidia. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Asante sana.
I bless the Lord for that miracle. Hallelujah. Na pia ningependa niseme asante kwa wale ambao tumeendelea katika neno la Mungu. Na pia ningependa niseme wiki hii nitakuwa nasafiri pia. Niko na mkutano kule Kampala, Uganda. Na natumainia kwamba Mungu atazidi kuwapa mzigo ya kuniombea ninapohudumia watu. Hallelujah. Mungu anaendelea kupanua mipaka na kazi inaendelea kuwa mingi. Wakati nimetoka kule Dar es Salaam, kusema ukweli jana tu ndio nilifunga mikutano mingine, nikasema nataka kupumzika. Kazi imekuwa mingi na naomba ya kwamba Mungu anatafuta wafanye kazi. Na mwaka huu tulisema ya kwamba ni mwaka ambao Mungu anainua watu. Wanapomtumikia Mungu wanaendelea kukua na wanaendelea kubarikiwa. Nashukuru sana kwa jamii ya Nicole, wameamua kuitikia mwito wa kufanya kazi. Hallelujah. Unapoamua kufanya kazi na ufanyie Mungu kazi katika njia iwayo ile, maisha yako hayatabaki vile yalivyo. Mungu anaendelea kukuinua, Mungu anaendelea kukupanua kwa sababu umeamua kumfanyia Mungu kazi. Hallelujah. Na mimi na nyumba yangu tumesema ya kwamba tutamfanyia Mungu kazi. Nimekuja asubuhi leo kutia mtu changamoto. Mara nyingine huwa tunafanya maombi, tunasema kwamba vile tumefunzwa asubuhi, Mungu nisaidie. Na Mungu anapokuangalia wewe mwenyewe hauna ule moyo wa kusaidia mtu, hauna moyo wa maombi, hauna moyo wa kusimama na kufanya kazi ya Mungu, basi Mungu anaona kwamba hata anapokusaidia wewe hautakuwa msaada kwa mfalme wake. Hallelujah. Na ndio kwa sababu naona kwamba kama jamii, wacha niseme mimi na nyumba yangu tumeamua, vile Nicole na nyumba yake wameamua kumtumikia Mungu, hata sisi tumeamua tutamfanyia Mungu kazi. Nitahubiri hapa Kenya, nitahubiri kwa mataifa, na naona msichana wangu ako pale nyuma anafanya kazi ya ushering. Mama akitoka pale atahakikisha kwamba anaimba, na wewe kuja tu ukae kama mgeni, tutakuhudumia. Lakini wakati wa baraka inapofika usiwe na nini? Na wivu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa baraka pia usifanye nini? Usiwe na wivu. Wapendwa, nataka kuambie hakuna mtu ambaye amemfanyia Mungu kazi akakosa malipo. Wakati mwingine kuna tofauti ya watu wawili. Kwa mfano, mchungaji Simon akikuja kwangu aseme, "Pastor, naomba unisaidie." Sikiza vizuri. Akuje kwangu anaseme, "Naomba unisaidie 500." Alafu pia Simon akuje kwangu aseme, "Pastor, nataka malipo yangu, kwa sababu kuna kitu amefanya na inafaa nimlipe." Gani ambayo ina uzito? Ile ya kuomba msaada ama ile ya kuhitisha haki yake? Wakati mwingine tunaenda mbele za Mungu, hatuna kitu chochote ambacho tunaweza shikilia tukaambie Mungu, kwa sababu ya hiki naomba unipe haki yangu. Mtoto mpotevu, tunamuita mtoto mpotevu, alienda kwa baba yake akiwa na ujasiri, kwa sababu alijua ako na urithi kwa nyumba ya baba yake. Baba yake alijua ya kwamba huyu mtoto pengine si mtoto ambaye ana umakini sana kutunza mali, lakini kwa sababu alikuwa na haki, aliambia baba yake, "Nipe urithi ambao ni wangu." Na baba yake hakuwa na lingine. Kuna maombi mengine ambayo Mungu hawezi kosa kujibu, kwa sababu sisi tumeamua kumfanyia Mungu kazi. Hallelujah. Ukiamua siku ya leo ya kwamba utamtumikia Mungu, milango zako zitafunguka, pesa zitakuja. Kama saa hii tayari nimeshapata pesa ya kwenda Kampala. Nashukuru sana, najua hata wewe pia utanipa ingine, utaniongezea. Hallelujah. Wakati nimekuwa Tanzania, baada ya kuhubiri nilibarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. So kuna baraka zingine ambazo zinapatikana ukiwa kazini, lakini ukiwa nyumbani, ukiwa umeketi, utakula makombo. Hautakuwa
kula kile ambacho Mungu amekuwekea. Ndiyo nataka kuambia wapendwa ambao mko hapa. Tumekaa na nyinyi kwa muda mrefu. Tafuta kitu ambacho utasimama mbele ya Mungu, seme Mungu nakutumikia kwa hii njia, na utaona Mungu akiinua maisha yako. Utaona baraka zikikufuata. Lakini ukikaa pale, gari ambayo inatumika ndio inaongezewanga mafuta. Haleluya. Gari ambayo inatumika itaongezwa nini? Mafuta. Lakini ile ambayo imeketi pale, hata mafuta ambayo iko ndani wanatoa kwa sababu itaharibika. Kuna mafuta nyingine ambao watatoa kwako waekee mtu mwingine kwa sababu yeye anatumika. Lakini wewe usipotumika, kile kidogo uko nacho kitachukuliwa. Nataka kutia changamoto mtu siku ya leo, tafuta kitu ufanye. Na mwaka huu tulisema you are empowered to serve and grow. Unless you get to work, you will not grow. Usipofanya kazi ya Mungu, hautapanuka, hautaendelea. Tafuta kitu. Kama mimi singeamua kwenda Tanzania, singepata mwaliko wa kwenda Morogoro. Bwana Yesu asifiwe. Na mwaliko wa kwenda Tanzania haukupatikana nikiwa kwa maombi, nimejifunika blanketi, niko kwa nyumba yangu. Mwaliko wa kwenda Tanzania ulipatikana nikiwa kazini, na nilikuwa nimeenda kuhubiri wapi? Uganda, Kampala. Wakati nilimaliza kuhubiri, mchungaji ambaye pia alikuwa amealikwa na mimi akaniambia kwamba, mchungaji, nimeona kipawa ndani yako, nataka ukuje kwangu wakati nitakuwa na mkutano, ubariki watu wengi wa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Wengi tumeomba ya kwamba Mungu anataka kutusaidia, lakini atakusaidia ukiwa wapi? Wewe ni mhubiri wa kimataifa, lakini umejifunika kwako, hauna nafasi ya kutumika hapa. Mungu hata kuona, hautapatikana, hautaweza kuwa mtu ambao utabariki watu. Toka nje, anza kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Huo haukuwa ujumbe wangu, lakini ujumbe wangu ni mfupi sana. Nataka kuongea kuhusu ahadi za Mungu katika maisha ya mwanadamu. Na nitakupa mfano wa maisha ya Yoshua. Wakati Mungu aliahidi Yoshua, tutaangalia tuone vile Mungu alitimiza ahadi zake. Mungu ambaye tunamtumikia ni Mungu mwaminifu sana. Na Mungu ambaye tunamtumikia ni Mungu ambaye anaonekana ndani yetu kupitia ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Kama mfanyikazi, mimi nimewahi fanya kazi na nimewahi lipwa. Kitu ambacho kiliniweka kazini ni ahadi ya yule aliyeniajiri. Akaniambia ya kwamba ifikapo mwisho wa mwezi nitakulipa. Bwana Yesu asifiwe. Ijapokuwa kazi ilikuwa ngumu, ijapokuwa kazi ilikuwa na changamoto, kuna kitu kimoja ambacho kilinihifadhi katika kazi hiyo, na hiyo ilikuwa ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Ijapokuwa kulinyesha mvua, nilikosa hata nauli, wakati mwingine nilitembea kwa miguu nikienda kazini, kuna kitu ambacho kilinisukuma kwa hiyo kazi. Ilikuwa ahadi ya kwamba ifikapo mwisho wa mwezi nitalipwa. Bwana Yesu asifiwe. Na mwezi wa kwanza ulipofika na ahadi hiyo ikatimia, ilinipa moyo wa kuendelea, kwa sababu mwajiri wangu aliweka ahadi yake, alinilipa. Na ahadi hiyo ilikuwa ya kwamba hata nilipa mara moja, hata nilipa kila mwisho wa mwezi. Bwana Yesu asifiwe. Na najua kwamba kuna watu ambao wameajiriwa mahali hapa, kuna kitu ambacho kinakuweka kazini, ni ahadi ambayo ulipewa. Na ahadi hiyo ilikuwa nini? Kila mwisho wa mwezi nitakupa mshahara. Na kitu ambacho kimefanya
hata ukapenda hiyo kazi zaidi, na ukawa unaenda kila wakati, siku ya mwisho wa mwezi, wakati ahadi ilitimia, ilikutia moyo wa kuenda tena mwezi mwingine, kwenda mwezi mwingine, kwenda mwezi mwingine, kwa sababu mwenye alikuajiri ametimiza ahadi yake. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao mko hapa, hauwezi kuwa umeajiriwa na mfanyikazi yule ambaye amekuajiri ukafanya miezi mitatu hakuna mshahara. Utafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Utainua kibango useme haki yangu. Wakati ulitafuta hiyo kazi ulikuwa peke yako na mwajiri kwa ofisi, lakini ahadi isipotimia, hata magari yatasimamishwa kwa barabara ukiitisha haki yako. Sasa hivyo ndivyo Mungu alivyo. Mungu ametupenda na anataka mambo mazuri katika maisha yetu, lakini ndiposa tuendelee, Mungu anatushughulikia kupitia vipimo vya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ambao tuko hapa, mimi nikiwa mmoja wenu, kama haangetoa ahadi ya uzima wa milele, wapendwa, singekuwa hapa. Kitu ambacho kimeniwekea maanani ya kuendelea kutafuta uso wa Mungu, kuna ahadi ambayo Mungu alitoa, na ahadi hiyo ilisema ya kwamba, mwanangu, na kuahidi uzima wa milele. Mwanangu, naenda kuandaa mahali, na ninapomaliza kuandaa mahali nitarudi kukuchukua, na utakuwa pamoja nami siku zote za maisha yangu. Hiyo ahadi ndiyo imefanya Ukristo uwepo siku hii ya leo. Pasipo ahadi hakuna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Wamama, tuko mahali hapa, umeketi katika ndoa, umeishi na huyo mwanamume, sio kwa sababu ni wa ukoo wako. Halo? Ama kuna mtu ameolewa kwa mtu wa kwao? Bwana Yesu asifiwe. Umekaa na huyo mwanamume kwa sababu ya kitu moja, ahadi. Huyo mtu haumjui, ulimjua tu, akakuambia nakupenda na kukaribisha kwangu, nitaishi na wewe, na ukaitikia na ukasema nashikilia ahadi hii, na ndio kwa sababu unaitwa mama wa nyumba. Ni ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kingine. Huyu mama ambaye amekuja hapa hana kitu kingine kwetu kama sio ahadi peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Sio uko wangu, lakini amefanyika kuwa wangu kupitia maneno ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Ahadi ni kitu cha muhimu sana, na Mungu anajua siri ya ahadi, na ndiyo kwa sababu anaahidiana na watu wake. Kila mtu ambaye anaitwa, hata mimi nimewashuhudieni kwa muda mrefu vile Mungu alivyoniita. Mungu aliponiita aliniahidi kitu, na hiko kitu ambacho aliniahidi kimenipa msukumo wa kuendelea kumtafuta Mungu kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliponiita akaniambia, mwanangu, na kuitia huduma ya ubiri, utahubiri kwa mataifa, ninakuitia huduma kubwa. Na hiyo ndiyo imeniweka siku ya leo naposimama mahali hapa, ninapoona kanisa linakuwa, linanipa moyo, kwa sababu aliyeniahidi ni mwaminifu, anaenda kutimiza ahadi yake. Bwana Yesu asifiwe. Ninapopanda ndege, ninapopanda gari, nikienda kwa mataifa kuhubiri neno la Mungu, ninapopata mialiko, linanipa moyo, kwa sababu aliyeniahidi amekuwa mwaminifu, anatimiza ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, nataka nikwambie, Mungu ambaye tunamtumikia ni Mungu wa ahadi. Mungu hawezi kuja kwako mikono mitupu. Wanadamu wanatuahidi vitu
lakini wanatu let down. Niko na watu ambao najua vizuri sana, walifikia watu wakawaambia, mama nakupenda sana, wewe ni wangu wa moyoni, wewe ndio roho yangu, kama haupo siwezi ishi. Lakini baada ya muda kidogo, huyo mwanaume amepata mwanamke mwingine, amekuacha. Wanadamu tunaahidi vitu lakini hatutimizi. Lakini Mungu ambaye tunamtumikia, wapendwa, nataka nikuambie, Mungu ambaye tunamtumikia ni Mungu mwaminifu. Ahadi zake ni ndio na ni milele. Bwana Yesu asifiwe. Kama tunaweza amini maisha yetu, tupeane maisha yetu kwa mwanadamu kwa sababu tu ya ahadi. Wamama wanaolewa kwa ahadi tu, hakuna kitu kingine. Wanaahidiwa. Wengine tunaambiwa kwamba vijana, wakati tunapoanza kutongozana, unaambia mtu nitakununulia ndege, na unaamini tu. Nitakununulia meli, na unaamini tu. Ahadi, lakini zingine hazitimii. Lakini ahadi ya Mungu, wapendwa, ahadi ya Mungu ni ya milele na haiwezi badilika. Nataka tusome katika maandiko, kitabu cha Wakorintho wa pili, mlango wa 1 mstari wa 20. Hapo ndipo naanzia kwa muda mfupi sana, hata nimemaliza kuhubiri. Wakorintho wa pili 1:20. Soma. Isaac, be alert. Wakorintho wa pili mlango wa 1 mstari wa 20, Biblia inasema, yes, maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio, tena kwa hiyo katika yeye ni amini, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Hallelujah. Amen. Nataka urudie tena, ahadi zote za Mungu ni ndio. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio, tena kwa hiyo katika yeye ni amini. Ahadi zote, si kidogo, ahadi zote ambazo zimo ndani ya Mungu ni ndio. Hallelujah. Na vile tumefunzwa asubuhi, tuko na kazi ya kuhakikisha tumepata ahadi hizo, tumezijua, tumezifahamu, kwa sababu ahadi zote za Mungu ni ndio. Hallelujah. Ahadi za wanadamu wakati mwingine sio ndio. Wakati mwingine niliahidi watoto wangu nilipotoka kwamba daddy, wanasema daddy niletee kitu. Hiyo ni ameomba, daddy niletee kitu. Alafu wewe kama baba unasema ndi sawa, tumekubaliana, sasa hii ni ahadi umeweka. Lakini unaweza rudi jioni bila kitu, alafu akuulize kitu ambao uliniahidi kwa wapi? Alafu anasema unajua sikuweza, lakini nitatafuta. Hivyo ndivyo ahadi za wanadamu zipo. Kuna wakati wa ndio na kuna wakati wa la. Mtu atakuambia nakupenda leo, kesho amekuruka. Lakini ahadi za Mungu, Biblia inasema ya kwamba ni ndio. Ni kazi yako kujua kwamba Mungu amekuahidi nini. Shida hapa kubwa ni kwamba hatuelewi. Hosea inatuambia watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Na mojawapo ya haya maarifa ni wewe kuwa mpumbavu wa ahadi za Mungu. Mrithi asipojua haki yake atapoteza urithi. Watoto wa Mungu hatufahamu ahadi ambazo Mungu ametuwekea, na ndio kwa sababu tunaishi kama watumwa. Tumekosa kuelewa Mungu huyu ametuahidi nini, kwa sababu tumeambiwa ahadi za Mungu zote. Kuna vitu ambazo zimenichangamsha sana na zimenichochea sana. Kwa mfano, nimewapa tu ushuhuda hapa. Kwa mfano, nilipoanza kuombea Milton na nikasikia Mungu akisema kwamba anapona. Bwana Yesu asifiwe.
na wakati ninapomuona anatembea akiwa sawa, inanitia moyo, kwa sababu najua kwamba ahadi zake Mungu zote ni ndio. Tulipoombea hawa watoto, msichana wangu akiwa mmoja wao, kwamba hapa hatuna wapumbavu, watu wote lazima wapite mtihani, na matokeo yakatokea kwamba wamepita mtihani, zinanitia moyo, kwa sababu ahadi za Mungu ni ndio. Mungu anaposema utakuwa kichwa na hautakuwa mkia, heri chukua hilo neno kama lako, usichukue hilo neno kama ni la jirani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akisema ya kwamba nitakubariki na maisha ya milele, kumbuka ya kwamba Mungu amesema. Na leo hii kitu ambacho kimenisisimua ni kwamba nina uhakika juu ya uhakika juu ya uhakika kwamba nitarithi ufalme wa milele. Yesu Kristo anakuja kunyakua kanisa lake, na mimi ni sehemu ya hilo kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu ameniahidi haya mambo madogo madogo na ametimiza, lile lile pia atatimiza. Naweza kosa nyumba hapa, hainisumbui, lakini Yesu amesema ya kwamba anaenda kuniandalia makao. My friend, anaenda kuniandalia makao, na the longer it takes, the better the place. Bwana Yesu asifiwe. Ukikuja kwangu alafu nikwambie nipe tu dakika tu 5, nataka nikuandalie kitu ukule. Kitu ya dakika 5 wa mama ni nini? Kitu ya dakika 5 ni nini? Mayai na nini? Na chai. Mayai na chai, kitu ya dakika 5. Lakini tukipanga na wewe, nasema nitakuja, alafu nasema kwamba kuja siku fulani, alafu nimekubali, nasema nakuja, my friend, sitapata tu vitu ya dakika 5. Kama ni chapati zitakuwa zimefanya nini? Zimeandaliwa, kwa sababu imechukua muda. Wapendwa, nataka nikuambie, Yesu amechukua muda kwa sababu ameenda kukuandalia kitu bora. Si kitu hivi hivi, si chai na mandazi. Kama ingekuwa chai na mandazi, angekuwa amesharudi kuchukua. Nyumba yetu kama ingekuwa ni nyumba kama za wanadamu ambao wanajenga, Yesu angekuwa amesharudi. Lakini hajarudi kwa sababu inachukua muda, kwa sababu ni kitu nzuri. Haleluya. Kuna nyumba tofauti. Ukijenga semi permanent, hauhitaji kuchimba msingi. Unachimba tu mashimo, alafu unaweka miti, nyumba imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna nyumba zingine ambazo inachukua muda kujenga. Lakini nyumba ambayo Yesu ametuambia kwamba anaenda kutuandalia, wapendwa, sio nyumba ambayo inatengenezwa na mikono ya wanadamu. Na ndio nimejipa faraja ndani ya moyo wangu, nikamwambia Yesu, hata usikuje saa hii, chukua muda kidogo, kwa sababu hiyo paint haijashika vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo decoration nataka ishike vizuri. Whatever God has promised to do for us, it's eternal. Bwana Yesu asifiwe. Na kama kuna kitu ambacho Mungu amekuahidi, shikilia hiyo ahadi. Kuna watu katika Biblia waliahidiwa vitu na ikaonekana kana kwamba haitatimia. Ibrahimu ni mmoja wao. Wakati alipoahidiwa mtoto, my friend, ukiangalia kila kitu ilikuwa inasoma negative. Jamaa mwenyewe ni mzee. Haleluya. Alafu kitu ambayo kinaharibu sana, unaweza kuwa mzee lakini uko na bibi manyanga. Bibi yako pia ni mzee. Haleluya. Mazingira imesema hapana, ahadi haiwezi timia. But the God we serve is a supernatural God. Is a wonder working God. Ijapokuwa ukiangalia maisha yako vizuri, umepigiwa hesabu, hata na maskini wamekupigia hesabu akasema kwamba hapa huwezi faulu. Lakini Mungu ambaye ameahidi ni nani?
He goes beyond the ordinary. Wapendwa, shikilia ahadi ambayo Mungu amekupa. Hata kama itachukua muda gani. Mungu aliambia Ibrahimu, nitakupa mtoto. Period. Hakutaka kuangalia uzee, hakutaka kuangalia ujana, hakutaka kuangalia miaka. Alijua ya kwamba Mungu akiniahidi kitu kitakuja kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Na ikachukua miaka 25. Mtoto alipatikana. Haijalishi, whatever God has promised you to do, it will come to pass. Bwana Yesu asifiwe. Sikia ile Biblia nasema katika kitabu cha Wafilipi 4:19. Listen to what the God is saying. Anapotafuta kwa Kiswahili, Kizungu inasema kwamba, and my God will meet all your needs according to his riches of his glory in Jesus Christ. Soma kwa Kiswahili. Philippians 4:19. Wafilipi 4:19 inasema, maana Mungu wangu atawajazieni kila mtakachohitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Mungu atawapa kile ambacho mnahitaji, sio kile ambacho mnataka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahitaji fulani ambayo Mungu atakupa, na haya yamewekwa kwa kitu moja, ndani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wafilipi 4:19. Mungu anasema hivi, my God will meet all your needs. Lakini hizi needs hazikuji kwa njia nyingine, according to his riches in glory in Jesus Christ. Inamaanisha ya kwamba ahadi za Mungu zinakuwa fulfilled ndani ya Kristo. Ukiwa nje ya Kristo, sahau. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametuahidi kwamba atatutunza. Ya Kiswahili sanifu ni kutunza. God will take care of us. Mungu atatutunza, lakini kutunza huku kama uko tu ndani ya Kristo. Kuna watu wengine wanakuja kanisani, nimeona hata hapa, mtu anakuja kanisani akiwa na hitaji, lakini Mungu ameshakusoma. Hata wewe ambao umeketi hapa, Mungu ashakusoma nini ambayo imekuleta kanisani. Kama ni mwanaume amekuleta kanisani, atakupa akijua tu utapata, alafu toroke uende. Kama ni uponyaji, atakuponya tu alafu toroke uende. Mungu anakujua vizuri sana. Lakini Biblia inatuambia kwamba ahadi ya kupeana vitu za Mungu kwa wanawake ni wale ambao wanapatikana ndani ya Kristo. Heri kaa ndani ya Kristo, kwa sababu ahadi zote zinapatikana ndani ya Kristo. Haleluya. Ni kwa mfano huu, acha nikupe huu mfano. Ni vile tu unaweza ingia kwa nyumba. Ukiingia kwa nyumba kwa mlango moja, hii nyumba inafunguka kwa vyumba vingine vingi. Ukiingia kwa huo mlango ndani ya nyumba yako, unaweza enda sebuleni, unaweza enda wapi? Kwa bedroom, unaweza enda kwa sitting room, unaweza enda kwa kitchen, unaweza enda popote ambapo unahitaji. Lakini ukiwa nje ya hiyo nyumba, you cannot access these things. Bwana Yesu asifiwe. So wapendwa, nataka nikutie changamoto wakati huu ya kwamba jipate ndani ya Kristo, kwa sababu ukiwa ndani ya Kristo you can access all these things. The promises of the Lord, you'll be able to get them. Ahadi za Mungu utazipata ukiwa ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sikia yale ambayo Biblia inasema tena katika kitabu cha Isaiah 26:3. Isaiah 26:3. Soma Isaiah 26:3. Isaiah 26:3, Biblia inasema, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa
yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu. Kuna amani ambayo haijakamilika na kuna amani ambayo ni kamilifu. Na amani ambayo ni kamilifu inahusu nini? Mungu atakulinda wale ambao wanamtegemea, na atakupa amani timilifu. Ukimtegemea Mungu, wapendwa, Mungu atakulinda. Na hii ni ahadi anakupa. Anasema ya kwamba nitegemee mimi, depend on me, wait upon me, nitakupa amani, nitakulinda, nitakutunza. Hizi na ahadi ambazo Mungu anakupa. Ahadi ya kwanza ambayo tumeona, Mungu atakupa mahitaji yako yote ukiwa ndani ya Kristo. Ahadi ya pili ambayo tunapewa kwamba na Mungu atakupa amani ipitayo mipaka yote. Unaweza shangaa, mimi nataka nipeane, nikihubiri napeana kwa mfano wangu mwenyewe. Ni nini ambayo inanipa amani kila wakati, ijapokuwa nasongwa na mambo kila siku? Magonjwa yamekuwa kwa nyumba yangu, nimekuwa na shida hapa na pale, lakini nini ambayo inanisukuma ya kuendelea kupata amani? I am comfortable because God has promised me. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ameniahidi. Soma tena hiyo mstari. Inasema, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumainia. Listen to that thing. Very wonderful. Ukimtegemea Mungu atakulinda. Ukimtegemea Mungu atakufunika, atakuhifadhi, kwa sababu tegemeo lako haliko kwa wanadamu. Wapendwa, kuanzia leo, toa imani yako kwa watu. Weka imani yako kwa Mungu. Mtegemee Mungu. Atakulinda na atakupa amani ipitayo mipaka yote. Hata mimi leo sina amani, moyo wangu unasumbukana. Hallelujah. You are a candidate to receive when you depend on God. Bwana Yesu asifiwe. Heri mtegemee Mungu. Amani itakuwa ndani ya moyo wako. God will bless you. And this is the promise that God has given us. Na ndio kwa sababu licha ya kusongwa na mambo mengi, God has continued to bless me. Na baraka ambayo naongea ni amani ya moyoni. Wapendwa, amani ya moyoni. Amani ya moyoni. Tutafute Mungu, atatupa amani. Ijapokuwa tutapita katika uvuli wa ubonde la mauti, gongo la Mungu litatuhifadhi. We shall be secure. Utaona mtu hajalipa rent lakini haimjalishi, na unaona mwingine hajakula tu lunch peke yake na amekasirika. Hallelujah. Mtu hajalipa school fees. Sasa tunaingia kwa school fees. Ukikutana na mtu ni kama hataki kukuona. Amefura yake yote. Ana amani. Lakini wale ambao wanamtegemea Mungu, amani yao ni kamili. Mungu atawalinda. Ijapokuwa anapita katika mambo magumu, God will defend you. And I have seen it in my life. Nimeiona kwa kipindi kidogo tu. Mke wangu ako chini, hata sasa my daughter pia ako anangoja tu kwenda pia kwa theater. Mimi mwenyewe nimeenda hospitali, wakaniambia niko na shida fulani ambayo niko kwa madawa, but hainishtui. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu aliyeniahidi ni mwaminifu. Lazima nitahubiri Injili. Lazima nitatembea katika mataifa, kwa sababu Mungu aliyeniahidi ni mwaminifu. Amenipa amani. Wapendwa, amani ambayo tunatafuta haiko katika pesa. Kuna watu wako na pesa na wako na visirani kubwa, hawana amani, hawalali. Nashukuru sana Nicole yale ambao umesema asubuhi. Niliambia watu hapa ile Jumapili nyingine, kuna watu wanataka kwenda ngambo. Nimekuwa Tanzania. Kuna wapendwa
wananiambia pastor, hata wameniambia kwamba niwaalike, wanataka kuja hapa na wewe unataka kutoroka. Hii ni ng'ambo ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Ambia Mungu akakubariki katika nchi ambayo amekuweka. Bwana Yesu asifiwe. Wherever you step, popote ambapo utakanyaga, you must possess that place. Kuna watu wengine wanalia kwenda huko na kuna wengine wako huko wanalia kutoka huko. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwa tu hapa Tanzania wananiambia kwamba nasikianga tu Nairobi na sijui inakaaje, naweza kuja, sema kujeni. Na wewe umekaa hapa Nairobi unataka kutoroka, tunataka kwenda ng'ambo. Ng'ambo gani? God will bless you here. Bwana Yesu asifiwe. God will make a way where there seems to be no way. Ukiamini Mungu, Mungu atakuinua mahali alipo. Angalia kama huyu anaitwa Yusufu. Joseph, popote alipokuwa naenda, vitu zilibadilika tu. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa gerezani anapata madaraka. Haleluya. Akienda kwa nyumba ya Potifa anapata madaraka. Mimi hata naambia watu nikienda ng'ambo naenda kuhubiri alafu narudi hapa. Hapa ndio station. Huko naenda wanapata upako, unabariki watu kuja. Akasema yeye nakuja, lakini siwezi enda kukaa ng'ambo. Haleluya. Kwa sababu najua ya kwamba Mungu ameniita na atanibariki kwa nchi yote ambayo nitaenda. Haleluya. Usifikiria kwamba Mungu ndiye ajibu maombi yako, lazima tu ajibu ati mimi naombaga tu Mungu anifungulie mlango niende Amerika. Kabla Mungu hajakuambia uende Amerika, usiende. Haleluya. Unaweza enda huko Amerika na uanguke huko. Kama Mungu atasema uende, enda. Lakini kama Mungu hajasema, ukienda huko kwa moyo wako mkubwa, utapoteza. Haleluya. Wangapi wameenda Amerika alafu wanakuja wakiwa kwa box? Haleluya. Tuko na jirani yetu ambaye mtoto wake ameenda hata hakukaa kwa siku mingi, wamemleta wakazika na wameng'ang'ana kumpeleka huko. Popote ulipo, ukiwa na Mungu ndani yako, utachipuka, utaangaza, vitu vitaonekana, watu watakutambua. Popote ambapo upo, ukiwa na Mungu ndani yako. Kitu cha muhimu hapa wapendwa, tutafute uso wa Mungu, tumjue Mungu. Mungu atafanya tuweze kung'aa hata jangwani. Kama Mungu alipeana chakula jangwani. By the way, nilisoma hiyo maandiko wapendwa, acha niambie wahubiri wenzangu. Jamaa wakiwa jangwani hawakuwaifunga. Haleluya. Wakiwa jangwani hawakuwaifunga. Na Mungu alikuwa anawapa chakula continuous jangwani. Nataka niongee na mtu hapa, haijalishi uko jangwa gani, ukiwa na Mungu, the provision of God will be there for you in Jesus name. Mungu atahakikisha ya kwamba umelindwa. Na hatukuwahi sikia jamaa wakiwa jangwani ati walikuwa wagonjwa. Mungu akasababisha viatu hazikuwahi zeeka. Ile viatu ulitoka naye Misri, ukiwa namba 5, ukienda namba 6, kiatu pia kinaenda namba 6. The provision of God. Nguo ukinona, ukikula mana ukinona, hata pia inafanya nini? Inanona. Hatuombi mahali popote ambapo. And this is what God can do in your life. God can plant you somewhere. Watu wakikuangalia wanasema, Bwana, hii maisha unaishinga namna gani? Alafu namwambia hata mimi mwenyewe sijui, lakini kitu moja ambacho najua, Mungu ambaye namtumikia ni Mungu mwaminifu, Mungu aliye na ahadi, ambaye anatengeneza njia pasipo na njia, anafungua milango mahali ambapo hakiko. Juzi nilikuwa na wapendwa wengine mahali. Mchungaji mwingine akaniuliza, mchungaji, unapatanga aje hizi masafari za ng'ambo? Na mimi hata sijawahi hata toka nje inji. Nikamwambia hata mimi mwenyewe sijui. Haleluya. Lakini yule ambaye ameniahidi ni mwaminifu. Haleluya.
Ukiangalia maisha ya Joshua, ninapomaliza, Yoshua mlango wa kwanza, mwenye anatusomea pia anaitwa Yoshua, so hii neno linafaa liingie kwako kabisa. Yoshua mlango wa kwanza, tunapata Yoshua wakati ambapo yule ambaye alikuwa kiongozi baba wake wa kiroho hayuko. Musa amekufa, na Musa ameenda, na yeye alikuwa tegemeo la wana wa Israeli, na Mungu anaambia Yoshua, amka sasa, mtumishi wangu Musa amekufa, amka sasa. Na kuna ahadi ambazo Mungu alinenea Yoshua, ambazo zilimsaidia kupata ujasiri wa kutoka mahali ambapo alikuwa. Yoshua alikuwa ametegemea Musa sana. Nataka kuongea na mtu hapa. Kuna mtu ambaye umeangalia kama hayuko, maisha yako hayapo. Kuna watu ambao wanaangalia kazi wakisema kwamba pasipo na hii kazi basi maisha yangu hayapo. Wengine wanaangalia mabwana zao wakisema kwamba kama sio bwana wangu, hata kama hatakuwa, maisha hayataendelea. Wengine wanaangalia masomo yao, lakini inafika mahali Mungu anatoa hicho, anasema sasa mimi na wewe. Yoshua alikuwa amejifunika wingu la nani? La Musa. Na Mungu akasema sasa nimeondoa Musa, ni mimi na wewe. Mungu anataka kudili na wewe one on one. Kuna msemo ambao anasema mundu humundu. God wants us to deal with you one on one. Hataki mtu mwingine apitie hapo. Musa ndiye alikuwa anaenda kwa maombi, kwa mlima, anaombea, anakuja na jibu, anawapa. Saa hii kuna watu ambao wanategemea pasta wao. Pasta anaenda anawaombea, anawabariki, anafunika kazi zao, anafunika ndoa zao. Lakini imefika wakati Mungu anasema, nataka wewe, sitaki huyo. I want to deal with you. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yoshua anaamuka, Mungu anampa ahadi. Kuna ahadi ambazo alimpa. Ahadi ya kwanza, Mungu aliahidi Yoshua atampa nchi, na ikapeana Yoshua ujasiri. Soma katika kitabu hicho cha Yoshua mlango wa kwanza, mstari wa kwanza hadi, soma tu mstari wa 3 na 4. 3 na 4. Yes. Nitakufukuza nikihubiri hapa na unalala. Yoshua mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 3, Biblia inasema, kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyompa Musa. Tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto wa Firati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua, hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Hallelujah. Amen. Ahadi ya kwanza ambayo Mungu alipeana Yoshua ni nchi. Na akasema ya kwamba mahali popote ambapo utafanya nini? Utakanyaga, nimekupa. So ilikuwa juu ya Yoshua afanye nini? Akanyage. Leo hii nataka nikupe ahadi hiyo. Ni ahadi ambayo Mungu amepeana Yoshua. Mahali popote ambapo utakanyaga itakuwa yako. So kazi yako ni kutafuta mahali pa kufanya nini? Hallelujah. Kazi yako ni kutafuta mahali pa kukanyaga. The more you step, the more you possess. The less you step, the less you possess. Hallelujah. Kuna watu hapa ambao wanasema kwamba wametosheka vile walivyo. Wametosheka na maisha. Mungu pia atatosheka na wewe kiwango ambacho umetosheka. Lakini ukiamua kuchukua hatua ya imani ambayo tumefunzwa asubuhi, ukichukua hatua ya imani, ukasonge kwa imani, Mungu atapanua milango yako na utazidishiwa. Lakini ukisema ya kwamba nimetosheka na kila ambacho uko nacho, hivyo ndivyo utakao kuwa. Na Mungu aliambia Yoshua kwamba nitakupa kulingana na vile umekanyaga. Ukikanyaga kidogo, utapokea kidogo. Ukikanyaga mingi, utapokea mingi. So ahadi ambayo ilisukuma Yoshua kuweza kumiliki nchi ya Kanani
Ni kwa sababu Mungu alikuwa amemwambia, the more I step, the more I possess. Hallelujah. Kama Mungu akikwambia leo, the more you step, the more you possess, utaanza kumuomba fare? Na mbona unangoja fare? Hallelujah. Kwa nini Yoshua hakusema, Mungu na unajua mimi sasa sina fare ya kukanyaga mahali pakubwa, Mungu sina uwezo wa kuenda mahali kubwa? Mungu alimwambia, ukikanyaga mahali hapo ni pako, sasa ni juu yako kutafuta vile utakanyaga. Bwana Yesu asifiwe. Si ukanyage mahali pakubwa, panua mipaka yako, utaona Mungu akikuongoza katika njia kubwa. Usiache kuangalia vitu ndogo ndogo. Watu tumedunisha imani kwa vitu ambazo tunaona. Hii kanisa itakuwa kubwa na itapanuka kulingana na uwezo ambao wewe mwenyewe utasema. Ukisema ya kwamba to grow, will grow. Ukisema kwamba hatu grow, basi tutabaki hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuhakikishie napomalizia ya kwamba Mungu amekupa ahadi, na ahadi ambayo Mungu amekupa ni uzima wa milele. Uzima wa milele. Jana nilikuwa naangalia kwa TV, kama kuna mtu ambaye hangekufa hapa duniani ni Pope. Wangapi waliona hiyo matanga ya Pope? Kama kuna mtu ambaye hangekufa ni nani? Lakini alikufa. Mungu ametupa ahadi kubwa sana. Amini neno la Mungu. Tumainia Mungu. Tafuta Mungu, utamuona. Tusimame kwa miguu yetu. Haijalishi unapitia kitu gani, tafuta neno la Mungu, ukashikilie hilo neno, ukaamini hilo neno. Pengine kuna wakati ulisikia mhubiri akihubiri na hilo neno likakuguza. Pengine ni leo umesikia mtu akihubiri kuanzia asubuhi mpaka saa hii. Shikilia hilo neno, amini hilo neno, na utaona miujiza yako ikifanyika. Hallelujah. I just want to pray for you. Nataka tu nikuombe. Inua tu mikono yako mbele za Mungu tunapofanya haya maombi. Najua ya kwamba Mungu anaenda kukubariki. Pengine umepitia hali ambayo ni ngumu. Pengine umekuwa mgonjwa. Kuna ahadi ambazo Mungu ametia katika maisha yako. Kuna watumishi wakubwa hapa. Mungu amekuahidi kwamba atakutumia kufikia mataifa. Atakutumia katika viwango mbalimbali. Amini Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, angalia mikono hii ambayo imeinuliwa mbele zako. Wapendwa hawa Baba, kuna neno ambalo ulinena nao katika maisha yao, na pengine hali za dunia zimefanya hilo neno likawa halipo tena. Naomba ya kwamba Mungu ukainue viwango ndani ya maisha yao, ukawakumbusha hilo neno, Mungu wa rehema, ili wakashikilie hilo neno. Na wanapolishikilia Baba, wacha miujiza, ishara na maajabu ikafanyika ndani ya maisha yao. Naombea nyumba zao, naombea kazi zao, naombea hata Baba mito mbalimbali ambao umewaitia. Baba, naomba ya kwamba chochote ambacho umeahidi katika maisha yao, wacha kikakuje kutimia kwa utukufu wa jina lako. Naomba haya Baba ukaweze kuwabariki, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeamini na kuomba. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. May we have our seats. Mungu awabariki sana kwa hilo neno. Kuna ahadi ambayo mimi nimeshikilia, wewe pia shikilia ahadi ambayo Mungu amekupa, na utaenda kubarikiwa sana. Na kabla sijamaliza, watoto wetu wanaenda shule, na ningependa tu niulize dada Nicole, utaweza kuombea hawa watoto ili wakienda shuleni Mungu akawalinde. Watoto wote ambao wanaenda shuleni, kujeni hapa ili dada aweze kuwaombea mnapoenda shuleni. Kuna visirani ambazo zinapata watoto shuleni, hatutaki watoto wetu wakapata hizo visirani. Kuna wengi ambao wanapitia hali mbaya, pengine wazazi. Huyu ameamua kuja mpaka hapa juu. Mkuje tu hapa. Kuja baby. Tusimame hapa chini. Songa chini. Shuka chini hapo.
Kama unarudi shuleni, kuja tu hapa mbele. Hallelujah. Yeah, watoto wote kujeni. We want to pray for the blessings of the Lord over your life. Haya, mshikane mikono, alafu nitauliza dada aweze kunena neno la baraka kwa hawa watoto. Kwa wengine bado wanakuja. Amen. Tuombe na muamini kama hii maombi itafanya kazi mahali mtaenda kwenye shule. Nyinyi muko watoto ambao mtashuhudia Mungu kwenye shule hata kwa matendo yenu. Muko watoto ambao mnakomala ndani ya kanisa, Mungu na neema kumjua Mungu na mungali watoto. Tutaomba Mungu na mimi naamini Mungu atawalinda mahali mtaenda. Amen. Amen. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo. Ndio Bwana. Neno lako linasema katika kitabu ya Zaburi 127 ya kwamba watoto ni ahadi kutoka kwako. Ndio Bwana. Na matunda ya tumbo zetu Bwana ni karama kutoka mbinguni. Baba, nasema jina lako lisifiwe. Les fruits de tes entrailles, Seigneur, c'est une récompense. Baba, nashukuru kwa ajili ya watoto. Na waombea baraka, na waombea rehema, na waombea ulinzi kutoka mbinguni. Katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Bwana, unasema kwa watumishi wako utawafanya nguzo la moto. Mtoto mmoja kila mmoja kwa jina lake hapa asubuhi ya leo, mchana wa leo, na mfanya awe nguzo la moto kwenye shule watakapoenda. Kila mamlaka yote ya giza, kila kusudi yote ya kichawi, kila kusudi yote kukawata akili za watoto, na zikemea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, watoto na wafiche kwa damu yako. Mungu unasema ya kwamba hakuna aweze kuondoa kipatikanacho mikononi mwako. Hawa watoto Mungu anapatikana mikononi mwako sasa. Hawa watoto Mungu ninawabariki, waingiapo na watokapo, wafanye wakuwe wa kwanza pana wa mwisho kwenye shule, wakuwe watoto mfano ambao watasema hawa watoto hawaeleweki. Atakaye kuwa na nia mbaya hakutanane ulinzi wa mbinguni juu ya watoto hawa. Bwana, Bwana ninawalinda katika mikono yako. Naombea wazazi wao, Mungu. Bariki mikono, bariki kazi ya wazazi wao. Hawa watoto wasikose chochote. Watoto tofauti na watoto wengine. Maana neno lako linasema kutakuwa tofauti kwa wale ambao wanakutumikia na wale wasio kutumikia. Hawa ni watoto ambao Mungu wako pembeni kwa ajili ya kazi yako. Kwa maana ninawabariki na waweka mikononi mwako katika jina la Yesu. Waingiapo Bwana wabarikiwe, na watokapo Bwana wabarikiwe. Asante Bwana wa majeshi. Jina lako limidiwe usubuhi ya leo. Jina lako limidiwe mchana wa leo. Watakapoenda shuleni, kila mwenye nia mbaya kwa ajili yao asifanyikiwe. Kila mwenye mawazo mabaya kwa ajili yao asifanyikiwe. Wote watakuwa na nia mbaya ya kuwafundisha mabaya, katika jina la Yesu Kristo washindwe. Bwana, hao watoto shuleni wakuwe mfano. Hata walimu watakapowaona, wataona kama ni watoto ambao wanakuwa tofauti na watoto wengine. Baba, watakutana na watu wa kila aina. Watakutana na watoto ambao wasiomwamini Yesu. Watakutana na watoto ambao hawana imani moja. Lakini hawa Baba nawaweka mikononi mwako. Bwana, na wakabidhi mikononi mwako. Na waficha Bwana mikononi mwako. Wasionekane katika jina la Yesu. Biblia nasema atakayejenga mji pasipo wao amefanya kazi bure. Mzazi hawezi kulinda watoto. Mungu ninapowatazama ni wadogo sana. Hawawezi kujitetea, hawawezi kujisemea, lakini Mungu uko pale kwa ajili yao. Bwana wafiche, Bwana watetee mahali pote. Asante rafiki mzuri kwa ajili ya mchana wa leo. Na wakabidhi mikononi mwako kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi na shukuru. Amen. Amen. Asante sana. Mungu awabariki sana, mwende msome na mpite mtihani, mwe watoto wazuri, na Mungu akawafunike kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu awabariki sana. Wacha nirudishe mkutano kwa kiongozi. Karibu. Kufikia hapo tumebarikiwa. Naamini ni kweli kila mtu amebarikiwa na Mungu amepata kile alikuwa amekuwekea siku ya leo. Naamini umepata kile Mungu alikuwa amekuwekea siku ya leo. Praise God. Situpigie Reverend wetu makofi tafadhali.
na pia tumpe Mungu makofi kwa kuwa tumetuwezesha kufika wakati huu. Kutoka asubuhi tumefunzwa kuhusu maombi na tukaambiwa ukiwa na imani maombi yako itafanya kazi. Praise God. Praise God. Tumeambiwa kuhusu the promises of God. Praise God. And I believe you are here because God promised you something. Praise Jesus. Kuna kile ulisikia na kuna kile unatamani Mungu akufanyie. Ako na uwezo because ahadi zake ni true and amen. Praise God. Tumefika mwisho wa ibada ya siku ya leo, lakini before nifunge na niende kwa matangazo, ningetaka kujua kama kuna wageni. Kama ni mara yako ya kwanza kushiriki na sisi, tafadhali inua mkono wako pahali ulipo. Tuko na mmoja, tuko na wawili, wapigiwe makofi tafadhali. Ningewauliza kama uko nayo enough courage, naweza simama utusalimie. Haya, tuwapigie makofi pia wanapokuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeokoka. Nampenda Kristo kama mwokozi wa maisha yangu. Majina kwanza ni Elizabeth Kawera. Natoka sehemu za Eastern, Meru, Chogoria. Mimi ni mgeni mahali hapa kwa siku ya leo, lakini wiki nilikuja hapa Wednesday. Kulikuwa na maombi. Kuna dada yangu Mama Mato, Mama Skyla, ni majirani mahali nilipohamia. Ndio walinialika na walinikaribisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikaitikia mwito wao na nikakuja, tukaomba hiyo Wednesday na nikawaambia Sunday pia tutakuja tushiriki, maana mahali nimekuwa nikishiriki ni mbali kidogo na sitakuwa naweza kufika. Na nikasema ya kwamba na nitakuja nijiunge nanyi na niwe mshirika, maana ni nyumba ya nani? Ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na nyumba ya Yesu haina ubaguzi. Majina ya kanisa hiyo ni majina tu na jengo ni mwavuli. Bwana Yesu asifiwe. Kikubwa ni chakula kile ambacho unapata mahali pale. Hicho ndio kitu kikubwa. Maana tukisema tufuate majina ya makanisa, mahali nimekuwa, mahali nimelelewa kiroho, hiyo haitanisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kikubwa ni nikutane na ndugu wenzangu, nipate kile wanakula pale na nisikia kwamba ninashiba na ninatosheka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nilikuja mahali hapa Wednesday kweli tukashiriki katika maombi. Nikapata kile chakula kidogo, nikasikia nimeanza kushiba. Bwana Yesu asifiwe. Leo nimekuja nikashiriki na nikasikia nimeshiba zaidi na nitaendelea kushiba zaidi kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Simbarikiwa zaidi. Amen. Ni mama wa watoto 4. Na mbarikiwe, tutaendelea kuwa pamoja, tujuane zaidi. Mbarikiwe zaidi. Asante. Amen. God is good All the time. I'm Christine from Kisumu and I'll be worshiping with you from today. Wow. Tuwapigie makofi tena. Christine na Kawera, you are very much welcome. And we hope you'll be blessed together. Praise God. Matangazo ya leo ya kwanza ni ati Bethlehem mko na mkutano, mnakutana after the service. Sina group ingine nimeambiwa wanakutana, kwa hivyo sijajua. Ya pili ni kwamba ibada zetu kama kawaida zipo weekly. In the weekdays the prayers start from 5 to 6 from Tuesday to Friday.
Praise God. Then we have lunch hour services from 12 to 2. Bethlehem tunawaangalia hivi, tumewakondolea macho kodo, tuone kama mtafika. Praise God. Then we have the Sunday service. We start from 8, praise and worship, wakiprepare madhabahu, wakijiada, up to 9. Then from 9 to 10 is devotion. Then from 10 to 11 we have the Bible study. And from 11 to around 1 we have the main service. Praise God. Praise God. Tumebarikiwa. Tumebarikiwa. Wow, that's nice. Nakumbusha ya kwamba praise and worship you are going to meet, and then the youth you also have the meeting. Praise God. Sina budi kufungia hapo nikiomba tubarikiwe. Naitwa Ali Solomon, a mother of 3. Stand up tumalizie na the grace. And now may the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Wageni wetu msiondoke, tuko na kikombe ya chai tena, tutaingia pale ofisini tuongee 1 2 3. Wageni wasiondoke tafadhali, na wengine kuna kikombe ya chai pia. Wiki njema.